Mtazamaji, karibu sana kwenye channel hii, na leo nakuletea mada ambayo ni tamu sana. Mada hii ina kichwa cha habari kinachosema imani katika matendo matamu ya kimapenzi kitandani ndiyo yanayofanikisha mahusiano ya wapendanao. Imani katika matendo matamu ya kitandani ndiyo yanafanikisha mafanikio kwa wapendanao matendo hayo yanapofanyika kitandani. Tafiti ambayo imefanyika katika mataifa 24 duniani miongoni mwa wanandoa 70,000 inaonyesha wazi kabisa upo uwezekano mkubwa sana kwa 94.8% ya mwanaume kutokuchepuka na mwanamke kutokuchepuka iwapo mazingira sahihi yatatengenezwa. Tafiti hii nimeletewa na Dr. John Gottman ambaye ana maabara ya mapenzi mjini Washington. John Gottman na mke wake Dr. Julie Gottman wana maabara ya mapenzi mjini Washington, Marekani. Anasema imani ya muda mrefu ya kwamba mwanamke hawezi kutulia na mwanaume mmoja kwenye tendo la ndoa au mwanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja kwenye tendo la ndoa si ya kweli. Nasema imani hiyo ya kwamba mwanaume hawezi kutosheka, kuridhika maisha yake yote na mwanamke mmoja sio ya kweli. Na imani hiyo imetokana na tafiti za kisaikolojia ambazo zilifanyika na kupewa jina za Coolidge Effect. Coolidge Effect imetokana na stori ya kweli kabisa ya rais wa Marekani wa mwaka 1923 hadi 29 anayeitwa Calvin Coolidge. Calvin Coolidge, sio Coolidge. Calvin Coolidge, huyu ni rais wa Marekani ambaye aliongoza taifa la Marekani kuanzia mwaka 1923 hadi 29. Walikuwa wametembelea shamba la mifugo ya kuku. Sasa walikuwa wanatembezwa katika shamba hilo la mifugo ya kuku tofauti. Mwanamke anatembezwa na wanawake wenzie na mwanaume anatembezwa na wanaume wenzie. Mke wa rais Calvin Coolidge akamwona jogoo anapanda kuku, anamtia, anaacha, anakwenda kwa mwingine, anamtia, anaacha, anakwenda kwa mwingine. Yule jogoo yule mmoja anamtia jogoo mwingine, kuku mwingine, anaacha. Akauliza, hivi jogoo kwa siku anatia wanawake wangapi? Wakasema sio chini ya 15. Mrs. Coolidge akawaambia wale watunza ile shamba la mifugo, mume wangu akipita hapa, tafadhali msisahau kumwambia hili jambo, kuna jogoo wa ajabu hapa. Mwanaume alipofika pale wakamwambia, Mrs. President na Mr. President, tuna ujumbe kutoka kwa mke wako. Akasema, hebu muangalie yule jogoo, katia mwanamke mwingine, kamwapusha yule mweusi, kaingia kwenye mweupe, kamtia, kaingia kwenye brown, kamtia, kamkojolea, kamwacha, katia mwingine mwenye mweupe na nyeupe na nyeusi, kamtia, kamkojolea, kamwacha. Akasema, mke wako amesema kwamba huyu jogoo kwa siku anakojolea wanawake 15, sio chini ya 15. Kwa hiyo mke wako amesema tukwambie hilo, sijui ana maana gani. Mr. President ambaye ni genius akauliza, je, jogoo huyu huwa anamkojolea mwanamke yule wa kuku mara 15 au anabadilisha wanawake? Wakasema huwa anabadilisha, hawezi akamrudia mwanamke, kisha mkojolea mwanamke mmoja hawezi akamrudia. Akasema mwambieni mke wangu habari hizo. Ndio hapo wana saikolojia wakasema hapa tumepata mahali pa kuambia wanaume wasitulie. Kama ukiona mwanamke mume wako anachepuka usishangae, hiyo ni hali ya kawaida. Hata jogoo naye anafanyaga hivyo, anakojolea tu ovyo ovyo wanawake.
ikafanyika tafiti hiyo kwenye wanyama wengine vile vile, hali hiyo ipo, na kasi hiyo iko kubwa sana kwa wanawake kuliko wanaume. Wako wanawake vile vile ambao wanaweza katiwa na wanaume 3 kwa siku moja, wako 4 hata 5 kwa siku moja wako, lakini ni wachache ukilinganisha na wanaume. Sasa Dr. John Gottman ambaye nimezungumza kwamba ana maabara ya mapenzi pale mjini Washington, ambaye anaweza akatabiri ndoa ambazo zitakufa kwa 94.8. Yani anaweza kuwa na uhakika kabisa ndoa hii itakufa kutokana na tafiti ambazo amefanya yeye. Ndio ameletea taarifa ya tafiti hiyo ambayo imefanyika katika mataifa 24. Sasa mimi kwa sababu nimeokoka na nasoma Biblia, nataka niangalie huyu Mungu aliyeumba wanadamu na nyege, ili analiangaliaje? Sawa, huyu Mungu ameumba wanadamu na nyege. Hizi nyege zinawasumbua mwanaume mpaka anatafuta mwenye makalio makubwa, mpaka wengine anaingia kinyume na maumbile. Inakuwaje? Nikaangalia kwenye Biblia, nikaangalia Biblia ikanipa majibu. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ile ya 2 mstari wa 15 hadi wa 17 utakutana na maneno haya: imani pasipo matendo imekufa. Imani pasipo matendo imekufa. Sasa nikuulize wewe, kwa nini unaamini kwamba mume wako hawezi akatulia na mwanamke mmoja? Kwa nini unaamini kwamba mke wako hawezi akatulia na wewe? Kwa nini unaamini kwamba mke wako hawezi akatosheleka na wewe? Kwa nini unaamini kwamba mume wako hawezi akatosheka na wewe maisha yake yote? Hawezi. Kwa nini unaamini hilo? Na watu wengi wameliamini na kulipokea kwamba bwana, wanaume ndivyo walivyo. Sasa John Gottman katika tafiti hiyo iliyofanyika miongoni mwa wanandoa 70,000 anasema sio kweli. Kuna mazingira ambayo yakitengenezwa mwanaume anaweza akatulia na mwanamke na mwanamke akatulia na mwanaume, na shuhuda ninazo. Naomba nikusikizishe sauti hizi uweze kuona Mungu aliyesema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, amezungumza ukweli mtupu kabisa. Mungu amesema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sikiliza, ngoja kwanza niongeze sauti hapa ili usije ukapata shida kusikiliza. Ndio niongeze sauti hapa. Haya ni mambo ambayo nazungumza, sizungumzi hadithi za paka na panya. Sizungumzi hadithi za paka na panya. Okay, nimeongeza sauti hapa. Ngoja sasa nikupeleke uweze kusikia wanawake wao wanaoshuhudia. Kabla sijawatumia video walikuwa wanaboa, lakini walikuwa hawajui kwamba wanaboa waume zao. Walikuwa hawajui kama wanaboa waume zao. Sasa tafiti za kisayansi zilizofanyika mataifa 7 ulimwenguni zinasema hivi: 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. 67% ya wanawake wanadanganya kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. Sasa kwenye video inayokuja nitakuletea asilimia ngapi ya wanaume wanadanganya wanawake kwamba wamefurahia tendo la ndoa, kumbe hawajafurahia. Kwenye video inayokuja hilo nitakwambia, na nimekupa hili kwa sababu hii mada imeletwa na wanawake. Sasa ngoja kusikizisha sauti za hawa wanawake uweze kusikia ninachokisema. Sikiliza sauti hizi tafadhali. Bwana nahamika fulani, utaniua. Unajua fulani, mimi nakupenda sana. Yani analalamika vibaya, na kabla hata kufika kileleni tu, yani kile kitendo tu za kwanza nakwambia, nasikia shoti mwili mzima, nasikia umeme kwanzia migani, hata sielewi nisemeje ninaposikia. Hapo ndo bado sija qualify, yani qualify. Uliponitumia tu zile video zako kipindi cha nyuma, nafikiri ilikuwa ni mwezi wa 2. Mwezi wa 2 nimezifanyia kazi. Sasa tangu mwezi wa 2 ndo nilipompata. Basi nimezifanyia kazi, nikaenda nikaiweka timu kambini.
kaanza kula maziwa, kwa sababu mtu anasafiri sana, anakuwa hayupo muda mwingi, yani ni watu wa kuzunguka serikalini. Akasema subiri sasa siku alipokuja kunipata dokta, acha kabisa, maana ilikuwa kiunofeni. Kama kiunofeni, mengi zaidi nitakupa, kwa sababu kuna mechi nyingine natakiwa irudiwe tena. Haya, mwanamke wa pili huyo anakuja. Mwanamke wa pili, msikilize. Mwanamke wa pili, ngoja nikuletee mwanamke wa pili tofauti na huyo, na hata sauti yake utaona ni tofauti. Msikilize huyo. Asante, imekuwa nzuri sana, na naambiwa hapa niendelee kutafuta mbinu zingine tofauti na hizo, kwa sababu haikutegemea kama nitafanya vitu kama hivyo. Sasa sijamwambia ni nini, ameshtukia tunafanya hivyo vitu. Hasa kilichomchosha zaidi ni ile kukaa kumnyonya ule mstari wa chini ya mapombo, ndo mchanganya zaidi, lakini anaambia nizidi kutafuta mbinu zingine na zingine na zingine. So help me, kama zipo zingine pia naomba uniambie, kama zipo zingine basi unitumie pia kama zipo zingine. Okay, huyo dada amenitumia voice note hiyo juzi na nimeshamtumia hizo nyingine mpya. Nimeshamtumia hizo nyingine. Sasa nikasema hivi, Biblia inasema kwamba pasipo matendo, imani pasipo matendo imekufa. Lazima uamini kwamba ninao uwezo wa kumsababisha mume wangu awe ananifikiria mimi, awe na hamu na mimi peke yangu. Usipokuwa na ufundi, uweze kuwa na hiyo imani, kwa sababu Biblia inasema kwamba imani, confidence inakuja kwa kujua kwamba hili naliweza. Sawa? Confidence inakuja kwa kujua hili naliweza. Daudi katika Biblia, jeshi zima limeshindwa kumpiga Goliath. Jeshi zima limeshindwa kumpiga Goliath. Lakini Daudi wakati anachunga kondoo, alishawahi kumpiga simba, alishawahi kumpiga dubu, akawa na confidence. Sasa alipoenda akakuta jeshi zima wanakimbia, Goliath alipotokea, alipata la mtu, alipotokea watu wanakimbia. Akasema huyu ambaye hajatahiriwa, huyu ambaye hajatahiriwa anataka kutusumbua. Jamani, mimi naweza nikampiga huyu. Mfalme akamwambia hapana, wewe bado ni mtoto mdogo, miaka 19 tu, utaweza kumpiga huyu mtu mzee, ana uzoefu huyu. Kwenye vita ana uzoefu. Daudi akasema nimeshaua dubu, nimeshaua simba kwa mikono yangu mwenyewe. Huyu nitamweza tu. Akaambiwa haya, nenda. Akaenda na kule akamweza. Kwa hiyo historia ulionayo, ufundi ulionao ndani ya moyo wako kwamba hili naliweza, ndio inakupa confidence ya kuwa na imani kwamba nitamweza moyo wangu. Unaona huyu mwanamke anazungumza kutoka kwenye korodani mpaka kwenye inapoanzia tundu la haja kubwa, kuna mzizi wa uume, kuna ufundi wake wa kutumia. Mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Kwa hiyo mwanamke sahihi anaipenda ndoa yake, ambaye amemsikia Mungu akisema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, anayatafuta maarifa. Kwa sababu Mungu huyu amezungumza kwenye hiyo Hosea sura ya 4 mstari wa 6 kwamba kwa kuwa umeyakataa maarifa, kwa kuwa umeacha kuyatafuta maarifa, nimekukataa wewe kuwa mtawala. Utashindwa kuitawala ndoa yako kama mwanamke, utashindwa kuitawala ndoa yako kama mwanaume, kwa sababu umeshindwa kuwa na maarifa ya kutosha. Sasa sikiliza basi. Biblia hiyo hiyo inasema hivi, pale ambapo mkeo, pale ambapo mumeo hafurahii yale unayomfanyia kikamilifu, yote unamfanyia ndiyo, anakudanganya kwamba anafurahia, lakini hafurahii. Na ukiangalia kwamba katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye eshatembea na wanaume 2 au 3 au 4 kabla yako, hujamkuta bikra, ama alikudanganya ametembea na wanaume 2 tu kabla yako, inawezekana wakawa 6. Kuna vitu analinganisha, unawahi kumaliza. Hilo halikusumbui akili, lakini mwenzio linamsumbua akili, ndio maana anakudanganya kwamba amefika kileleni, kumbe hajafika. Maumbile yako ni mafupi au ni membamba au yamepinda kwenda kulia kama vile ndizi, umepinda, uume wako umepinda. Hilo wewe unaliona uko sawa, lakini mwenzio linamkera, kwa sababu wanaume waliokutana nao hawakuwa hivyo. Kurudia mara ya pili unapata shida. Nikupe story ya mteja ambaye nilionana naye jana.
mama kasafiri all the way kutoka Musoma kuja kuniona Mwanza. Mama huyu yuko ndani ya ndoa. Asema sina hisia na mume wangu kabisa. Asema sina hisia kabisa na mume wangu, mpaka natamani nimwambie mume wangu aoe mwanamke mwingine. Ndoa ya miaka 14. Ndoa ya miaka 14. Dada mzuri na hips zake, ametia suruali lake afu kakaweka kitu juu, alafu na sauti nzuri. Nikamkalisha, nimekaa naye pale, naongea na nipa story. Akasema nikajaribisha kuchepuka, nikachapuka. Asema kuna kaka nilikuwa nimesoma naye, alikuwa ananitongoza sana, ananipenda sana. Nikaamua kuchepuka, tukapima afya zetu, tukaona tuko sawa. Nikavizia mume wangu amesafiri, nikalale pale usiku kucha, ili kweli nijithibitishie hivi mimi ndio mwenye kasoro au mume wangu ndio mwenye kasoro. Akaenda. Alipoenda kwa ule mchepuko, sasa kwa bahati mbaya, sasa mchepuko ule amenenepa. Kwa hiyo alipopiga kile cha kwanza, alafu tena akawahi, mwanamke akajisikia maskini, nimetenda dhambi bure. Kumbe na huyu naye ni hivyo hivyo. Akasemaje huyu mama? Akasema nilijisikia hata kama atakulia. Asema ilipofika saa 11 yule mwanaume anataka tena. Akasema nikajifanya nina usingizi mkali, kama najua atajirudia yale yale na kujolewa tu na kuachwa vile vile, na kujolewa tu na kuachwa vile vile. Akasema nikajifanya nina usingizi mkali, sikutaka arudie tena. Akasema ndio nikaingia YouTube kutafuta msaada, nikakuona wewe, nikakusikiliza siku 2 nzima na kusikiliza. Nikaona wewe unanisaidia. Akasema na kisimi kidogo, nahitaji kisimi changu kikue. Akasema nilikuwa naenda kuoga, nilipojiangalia nikaona inawezekana kisimi kimekuwa kidogo, ndio maana. Unaweza kuona gani jinsi gani huyu mwanamke anahangaika? Unaweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo huyu mwanamke atachoka kujilaumu, kujiona na kasoro mimi kweli. Kwani sifiki kileleni mara kwa mara? Mbona nilipokuwa chuoni yule George alikuwa ananifikisha kileleni mara nyingi, mpaka napiga kelele, ananifumba mdomo. Mbona Athmani alikuwa ananifikisha kileleni? Mbona mume wangu anifikisha kileleni mara kwa mara? Ananikojolea tu, ananiacha hivyo hivyo. Huyu mwanamke ana haya maswali, ana haya mawazo ndani ya akili yake, yanasababisha uchungu ndani yake. Sasa Biblia inazungumza hivi kwenye kitabu cha Waebrania sura ile ya 12 mstari wa 15 hadi wa 17. Ukisoma pale utakutana maneno haya: basi msipungukiwe na neema ya Mwenyezi Mungu, ila uchungu usije ukazalishwa ndani yenu ukaleta usumbufu katikati yenu na kuwatia unajisi. Narudia tena. Ngoja nichukue Biblia yangu nikusome hayo. Ngoja nichukue Biblia yangu, sitaki nikupe kitu ambacho sio kikamilifu. Waebrania 12 mstari wa ngapi? Waebrania 12 mstari wa 10. Hii hapa Waebrania 12 mstari wa Waebrania 12 mstari wa 10 na mstari wa 15. Okay, good, nimepatia. Naomba nianzie mstari wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana, mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati wa unajisi kwa hilo. Nasema shina la uchungu lisije likachipuka likawasumbua watu wengi na kuwatia unajisi. Kwa hiyo ule uchungu ambapo mwanamke hajafika kileleni, ule uchungu ambapo mwanamke ameshindwa kumsaidia mwanaume arudie mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, mwanaume anaona mbona mke wangu hawezi kunisaidia nikarudia tendo la ndoa. Ule uchungu hatakwambia.
ila ni mbegu. Mbegu ile, umepanda mbegu ya uchungu ndani ya nafsi yake, itatoa mizizi, na hii mizizi itaendelea kukua kwa kadri siku zinapoenda. Ndio hapo unapekelea, unasema bwana, wachungaji watasema, sijui washenga watasema, lakini unakuta mtu hachani na mchepuko, sababu ya ule uchungu anautolea huko, anaupunguzia nguvu mchepukoni. Sasa basi, mwanamke akifahamu kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake, na mwanamke akijua, na mwanaume akijua kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake, kwa hiyo hao watu wawili wanachezeana, unakuwa na raha. Hakuna timu ambayo inacheza peke yake ikaona raha, lazima kuwepo na hali fulani ya ushindani. Sasa kwenye ndoa nyingi kitandani hakuna hali hiyo ya ushindani. Mwanaume anachojua tu kuingiza, kukojoa, basi. Sasa tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba tendo la ndoa likifanyika kwa muda mrefu inasababisha umpendelee uliyemzoea kuliko yule ambaye hujamzoea. Kuna kichocheo ambacho kinatengenezwa kwa wingi pale ambapo mnafanya tendo la ndoa kwa muda mrefu, kinaitwa oxytocin. Kichocheo hiki watu wakakitoa kwenye miili, wanasayansi wakakitoa kwenye miili ya wanadamu. Kama nilivyokuambia mwanzoni, kuna maabara ya mapenzi mjini Washington. Mwanamke na mwanaume wanaingizwa kwenye lipipa, mashine ambalo kuna kompyuta na nini na nini, wanawekewa mipira hivi kwenye mwili wao. Unapokuwa umegusa korodani, inaonekana kitu gani kinatokea, na utamu kiasi gani unatokea. Unapokuwa umegusa kitovu, utamu gani unakuwa umetokea. Unapokuwa umegusa shingo ya mwanamke, unapoilamba shingo ya mwanamke, utamu kiasi gani umetokea, wanarekodi. Ndio akasema kuna maeneo 14 kwenye mwili wa mwanaume ambayo ni matamu, na kuna maeneo 17 katika mwili wa mwanamke ambayo ni matamu. Sasa wataalamu wakasema hivi, wakagundua kwamba watu wakifanya mapenzi kwa muda mrefu, kichocheo kile cha oxytocin kinasababisha umpendelee uliyemzoea. Kwa kizungu wanaita bond hormone. No, bond hormone. Sasa unakuta, sasa wakaitoa hiyo hormone kwenye miili ya wanadamu, wakaiweka kwenye tube ambayo unaweza, kwenye chupa ambayo unaweza kumpulizia mtu kama vile perfume. Sasa wakachukua wanawake wanandoa 30 wakaweka upande wa huu, wanandoa 30 wakaweka huku, wamekaa pale kwenye garden, sawa. Alafu sasa wanandoa 30 hawa waume zao wakapuliziwa kichocheo cha oxytocin kwenye pua. Wale wengine kule 30 hawakupuliziwa. Sasa wale wanaume wamekaa na wake zao pale. Sasa wanakuja mademu wazuri kweli, wenye hips za kutosha, wazuri, wamevaa vimini, wanakuja. Sasa wale waliopuliziwa kichocheo hiki cha oxytocin wakajikuta tu wanapendelea tu kuongea na wake zao, wanawatekenya, wanawachekesha. Hata alipotokea yule demu hakuwasumbua akili. Lakini wale ambao hawakupuliziwa kichocheo cha oxytocin, alipotokea mwanamke mpya tofauti na mke wake, mwanamume yule alikuwa anahangaika, anataka kumkodolea maji yule, anatamani mke wake aondoke ili amuombe namba, amchatishe yule mwanamke. Sasa sikiliza, nimeanza na kitu ambacho nasema Dr. John Gottman anataka kife, imani kwamba mwanaume hawezi kutulia maisha yake yote na mwanamke huyu mmoja. Wanawake wamekubali, nyama ni ile ile, utachoka tu kubadilisha bucha. Sio kweli. Kama una ufundi, sio kweli. Sasa ile nasema hivi, Dr. John Gottman na mke wake Julie Gottman wanasema kwamba imani kwamba mwanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja sio kweli, inaitwa myth. Nasema hiyo myth inaitwa Coolidge effect, haipo, ife. Kwa uwezekano wa mwanaume kutulia na mwanamke mmoja upo kutokana na tafiti hiyo miongoni mwa watu 70,000 katika nchi 24. Sikiliza kwa Kiingereza ilivyoandikwa hivi. Sasa nataka nikueleze kwa kumalizia. Sema Coolidge effect is a biological phenomenon seen in animal where males exhibit renewal of sexual interest whenever a new female is introduced, even after sex with prior still available partner. Anasema hivi, hii hali ya mwanaume kupendelea wanawake tofauti inayoitwa Coolidge effect ni hali ya kibiolojia ambapo mnyama anajikuta amepata nguvu mpya ya kufanya tendo
la ndoa na mpenzi mpya aliyejitokeza, hata kama yule mpenzi aliyemkojolea mwanzoni yupo pale pale. Yaani mpenzi yuko pale pale uliyemkojolea, akitokea mwingine dudu linasimama. Ukamkojolea huyu, akatokea watatu mpya, dudu linasimama. Na hii ni nayo ushahidi. Miaka 8 iliyopita kaka mmoja akanipigia simu tokea Igoma, wanaoifahamu Mwanza. Akaniambia, daktari, inakuaje? Mimi kama mwanaume nafanya mapenzi na mke wangu Igoma, naishia goli hili moja, lakini nikifika Mabatini ambacho ni kama kilomita 5 kutoka Igoma, naweza kufanya mapenzi na mwanamke mwingine tena, lakini naishia goli hili moja. Nikafika Capri Point ambayo ni kilomita 17, nikakutana na mwanamke mwingine siku hiyo hiyo moja, nikafanya na mpenzi mwingine, lakini nikaishia goli hili moja. Inakuaje? Sasa mimi kama Dr. Sexologist nimefanya kazi hii, huu ni mwaka wa 20. Nina shuhuda nyingi sana za wanaume ambao wameshuhudia kwamba wanatoka nje ya ndoa zao kutokana na wake zao kusababisha waendelee kuwa ni watu wa goli moja tu. Sauti hizi ambazo nimekusikizisha, hasa hii ya mwisho, napenda nikusikizishe tena. Asante, imekuwa nzuri sana na naambiwa hapa niendelee kutafuta mbinu zingine tofauti na hizo, kwa sababu haikutegemea kama nitafanya vitu kama hivyo. Sijamwambia ni nini, ameshtukia tunafanya hivyo vitu. Hasa kilichomchosha zaidi ni ile kukaa kumnyonya ule mstari wa chini ya mapombo, ndio mchanganya zaidi. Lakini anaambia nizidi kutafuta mbinu zingine na zingine na zingine. So help me, kama zipo zingine pia naomba uniambie, kama zipo zingine basi unitumie pia kama zipo zingine. Okay, sasa nikusikisha na ule mwingine wa kwanza kwa kumalizia video hii. Bwana analalamika, fulani utaniua, unajua fulani mimi nakupenda sana. Yaani analalamika vibaya mno, na kabla hata kufika kileleni tu, yani kile kitendo tu za kwanza nakwambia, nasikia shoti mwili mzima, nasikia umeme kwanzia mimi, yani hata sielewi nisemeje naposikia. Hapo ndo bado sija qualify, yani qualify uliponitumia tu zile video zako kipindi cha nyuma, nafikiri ilikuwa ni mwezi wa pili. Mwezi wa pili nimezifanyia kazi. Sasa tangu mwezi wa pili ndo nilipompata. Basi nimezifanyia kazi, nikaenda nikaiweka timu kampeni. Kaanza kula mazoezi, sababu mtu anasafiri sana, anakuwa hayupo muda mwingi, yani ni watu kuzunguka serikalini. Nasema subiri sasa siku alipokuja kunipata, dokta, acha kabisa, maana ilikuwa kiunofeni. Kama ni kiunofeni, mengi zaidi nitakupa, kwa sababu kuna mechi nyingine natakiwa irudiwe tena. Unaweza kuona huyu mama sijui na mume wake ni kwa usalama wa taifa, anatembea na viongozi wa kitaifa wanapokuwa wameenda, I don't know, inawezekana kwa usalama wa taifa kwa sehemu kubwa, na wanapata picha wa na waziri mkuu kwenye ofisi ya waziri mkuu, whatever it is. Lakini nataka kuzungumza ni hivi, unafikiri unaposafiri mke wako hajaribiwi, hatongozi? Kama unawahi kumaliza, au mume wako umepinda, au unashindwa kurudia tendo, au ni mfupi, alafu unajua uko sawa, uhangaiki. Sasa napenda kwa Biblia inazungumza hivi kwenye kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 6, inasema hivi: kutahiriwa au kuto kutahiriwa hakufai kitu, ila imani ifanyayo kazi kwa nguvu ya upendo. Nasema imani ifanyayo kazi kwa nguvu ya upendo. Nasema hivi, kutokutahiriwa au kutokutahiriwa hakufai kitu. Hapo nazungumzia tendo la ndoa. Kwamba utamu utegemei kutahiriwa au hajatahiriwa, ni jinsi gani anatumia kile chombo, lakini lazima awe na imani, na imani huja kwa kusikia. Sasa mimi nikusikizisha hapa sauti za watu ili upate imani kwamba haya mambo yanawezekana. Mume wako akafurahia sana. Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17 inasema imani huja kwa kusikia. Nimekusikizisha uweze kuona kwamba unachosema hakiwezekani kinawezekana kwa jina la Yesu.
Yesu akasemaje? Yote yawezekana kwake aaminie. Kama una imani kwamba mume wako anaweza kutulia, mke wako anaweza kutulia, anaweza kufurahia, mkapendana sana, ukajivunia kuwa na mwanaume uliye naye, napenda nikwambie, Yesu anakuambia hivi, yote yawezekana kwake aaminie. Na video zaidi ya 60 kwa mwanamke na mwanaume. Video hizo zinakuonyesha live jinsi gani ya kumwandaa mwanaume, jinsi gani ya kumwandaa mwanamke ili asiboreke na wewe. Kwa sababu kama unajua maeneo matano katika maeneo 17, hebu fikiria mtihani wenye maswali 17, wewe ukajibu matano, utafaulu huo mtihani? Mwanaume unaniangalia.